Yes, karibu sana mtu wangu. Cha kufanya gusa tu neno subscribe, alafu kaa mkao wa kula kila taarifa ambao sisi tunadondosha humu ndani, basi wewe utakuwa wa kwanza kuzipata taarifa hizo moja kwa moja katika simu yako ya mkononi. Ukisha subscribe channel hii, ukiwasha tu data, basi notification ya channel yako hii itakujia moja kwa moja katika simu yako ya mkononi, na wewe utakuwa wa kwanza kuzipata zile taarifa zetu zote, hususan masuala ya kimichezo. Bwana, karibu sana mtu wangu. Taarifa ambayo nakwenda kukupa hapa ni taarifa nyeti kabisa, hususan kwa wale mashabiki wa klabu ya Simba, kwa kile ambacho Simba wanakwenda kukifanya mwishoni mwa msimu huu ama dirisha kubwa la usajili, kutokana na mahitaji ya klabu yao. Ili usipitwe na taarifa zingine zote za michezo, sisi kila siku tunadondosha taarifa mpya humu ndani. Ili usipitwe na taarifa hizo, gusa tu neno subscribe, alafu kaa mkao wa kula. Ukisha subscribe channel hii, utakuwa umejisajili mazima, na kila taarifa ambayo sisi tunadondosha humu ndani, basi wewe utakuwa wa kwanza kuzipata taarifa hizo, kwa sababu tu utakuwa umegusa neno subscribe. Bana, leo tupo mitaa ya Msimbazi. Sakata ambalo linaendelea ndani ya klabu ya Simba ni marumbano kati ya uongozi wa Simba, benchi la ufundi, pamoja na mshambuliaji wao Jonathan Soa, ambaye amesimamishwa kujiunga na kikosi kutokana na masuala ya utovu wa nidhamu. Mambo mengi yakizushwa, mara anatoa siri za klabu, mara anagombana na benchi la ufundi, anagombana na viongozi. Hivyo kwa sasa Simba wapo kwenye vikao vizito kupata mwafaka wa Jonathan Soa pamoja na benchi la ufundi chini ya kocha Steven Becker, ambaye amesema hamuhitaji ndani ya klabu hiyo. Bana, sambamba na hayo, Simba wapo katika plani B ya kutafuta mashine mingine namba 9 ambaye atakuja kuchukua nafasi ya Jonathan Soa mwishoni mwa msimu huu, kwa sababu kocha Steven Becker amesema hamuhitaji Jonathan Soa ndani ya klabu hiyo kutokana na kutokuwa na nidhamu, ama ameshindwa kumaintain katika masuala ya nidhamu ndani ya klabu hiyo. Wamekuwa wakigombana mara kwa mara. Hivyo Simba, uongozi wa Simba upo chimboni kwa sasa kutafuta mbadala wa Jonathan Soa, na mashine ambayo ina window hivi sasa ni Fili Traore, raia wa Burkina Faso, ambaye anakipiga na klabu ya Swahel, na tumeshuhudia tu jana amepiga magoli 4 kambani, hat-trick na goli moja la nyongeza, akisaidia klabu yake ya Swahel FC kushinda mabao 4-1. Fili Traore alika kambani magoli 4, moja kati ya mastreka hatari kutoka Burkina Faso. Fili Traore pia alishawahi kupita TP Mazembe, alikuwa ni moja kati ya mastreka ambao walikuwa wanatisha sana kipindi kile, ambapo hata Mayere pia alikuwa bado anacheza ligi ya Kongo kuna klabu ya SC Vita, na Fili Traore pia alikuwa ni miongoni mwa vijana ambao walikuwa wanachipukia katika masuala ya kabumbu, katika wale washambuliaji ambao walikuwa wanachipukia. Hivyo ni miongoni mwa mashine ambazo pia zilitikisa sana soka pale nchini Kongo, na alishawahi kuwa top scorer wa ligi ya Kongo akiwa na kikosi cha TP Mazembe ambacho kilikuwa moto kipindi kile. Baada tu ya kikosi hicho kubomoka, basi Fili Traore naye aliondoka kutafuta marisho sehemu nyingine akiwa bado bwana mdogo kabisa. Hivyo Simba wanaangalia uwezekano wa kumpata Fili Traore katika dirisha kubwa la usajili mwishoni mwa msimu huu. Tayari harakati zimeanza. Simba tayari wameshaanza kuifuatilia saini ya Fili Traore. Huyu Simba pia walimtaka misimu miwili iliyopita, lakini wakashindwa kumpata kutokana na dau lake lilikuwa kubwa, pamoja na mkataba wake ndani ya Swahili FC kuwa kubwa, na kwa sasa alisaini miaka 4. Hivyo Simba alishindwa kuvunja mkataba wa miaka 3, ilikuwa ni pesa ndefu sana, lakini hivi sasa ni mwaka wake wa mwisho huu, ama msimu wa mwisho ndani ya klabu ya Swahili. Simba wamerejesha tena miguu wakisha kwamba wanaipata saini ya Fili Traore, mshambuliaji namba 9 hatari kutoka kunako klabu ya Swahili FC, na huyu jamani Burkina Faso, moja kati ya washambuliaji hatari mwenye umri wa miaka 24 tu, lakini moto wake uwanjani ni hatari. Ana uwezo mkubwa wa kuzifumania nyavu. Hili ndio ingizo jipya ndani ya klabu ya Simba kwa ajili ya kuchukua nafasi ya Jonathan Soa, ambaye anaonyesha
ameonyesha utovu wa nidhamu ndani ya klabu hiyo na kushindwa kuitumikia sawasawa klabu yake hiyo ya wekundu wa Msimbazi. Isitoshe tu amesajiliwa juzi tu, lakini bado ameshindwa kuonyesha, na mambo ambayo yanamkwamisha Jonathan Sowah na klabu ya Simba ni masuala ya utovu wa nidhamu, kugombana na uongozi, gombana na benchi la ufundi, na ndo maana hata kocha Steven Becker amesema kwamba hamuhitaji ndani ya klabu hiyo, hivyo ameuomba uongozi utafute striker mwingine ambaye atamfaa katika dirisha kubwa la usajili mwishoni mwa msimu huu, na ndio maana Simba wanamwangalia Fili Traore kama mshambuliaji wao ambaye atakuja kusimama eneo la ushambuliaji ndani ya klabu hiyo. Tusubiri tuone mambo atakuwaje, na sakata la Jonathan Sowah na uongozi wa Simba bado linaendelea, na sasa hivi ni vikao vinaendelea namna gani kutatua matatizo hilo la Jonathan Sowah pamoja na benchi la ufundi kwa kocha Steven Becker ambaye amesema kwamba hamuhitaji mchezaji huyo kutokana na utovu wa nidhamu, na Jonathan Sowah anasema tatizo ni uongozi na benchi la ufundi. Tusubiri vikao hivyo viwili vya uongozi wa klabu ya Simba na benchi la ufundi kuhusu Jonathan Sowah mambo yatakuwaje, lakini taarifa zilizopo ndani ya klabu ya Simba wanaangalia mshambuliaji mwingine ambaye atakuja kuongeza nguvu katika eneo la ushambuliaji, na huyu ni Fili Traore ambaye Simba walimtaka misimu miwili iliyopita, lakini hawakumpata kutokana na mkataba wake ulikuwa wa miaka 4 ndani ya klabu ya Swahili, lakini hivi sasa huu ni mwaka wake wa mwisho. Simba wamerejea tena ili kumshawishi bwana mdogo huyo kuja kurejea kunako klabu ya Simba katika dirisha kubwa la usajili. Subiri tuone Fili Traore atatua kunako klabu ya Simba ama vipi.